ama makosa yanatakiwa yakemewe kwa nguvu zote, kwa kuwa ni kitu kina madhara kwenye maisha ya mwanadamu. Ni kitu kitapelekea aumie, ni kitu kitapelekea yeye na ukoo wake na familia yake waibike. Ni kwa sababu hiyo basi huwa tunatumia nguvu kubwa kukemea au kukataza ubaya, kwa sababu ubaya unaharibu jamii. Na ni vema ujue kwamba yeyote ule, kama hawa akina Shushu mnaoona wanakumbatiana watu ambao hawajulikani, yeyote ule anayeneza falsafa yoyote ile mbaya pale haenezi kwa ajili yake. Ndio maana nyie mnatumia hii mitandao, mnatutaja kwa majina yetu, ila nyie hivyo mnavyotutaja kwa majina hamuoni shida, ila si tukiwataja kwa majina ndio shida. Sasa niwaambie kwamba makosa, madhambi zina madhara, ndio maana tunakemeana wazi wazi mbele ya wote, ili na wengine waogope. Timotheo wa kwanza 5:20 anazungumzia kwamba wale wadumu kutenda dhambi wakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Lakini kwa hiyo kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu, kuchukua yale wanaoishi watu leo, kufananisha na visa vya Biblia na kuwaonya kwamba hayo mnayoishi waliwahi kuishi watu, walienda kutokea eneo fulani, walienda kutokea kwenye maisha fulani ya laana, walienda kutokea kwenye maisha fulani mabaya sana. Wewe mwanadamu unaishi leo, ni vema unajua utaenda kutokea wapi. Wewe mwanadamu unaishi leo, ni vema unajua utaharibikiwa kiwango gani. Hii ni njia iliyo njema, kutembea katika utakatifu, haki na usawa. Lile usilopenda kutendewa wewe, usimtendee mwingine. Kwenye haleluya, mtu wa Mungu, kitabu cha Wafilipi 2:3 andika, anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Lakini mstari wa 4, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Nitumie nafasi hii asubuhi ya leo kuongea na wawili watatu ambao huwa wengi wanatumia nafasi hii kulalamika na kuongea lugha mbalimbali, kwamba kwa nini kikosi kazi ni watu ambao mnashughulika na maisha ya watu wengine, au ninyi hamna injili ya kuhubiri, injili yenu ni watu, au ninyi ni watu tu mnaona makosa ya watu na vitu vingine vingi kama hivyo. Kwanza nianze na hoja ya kwanza ya kushughulika na maisha ya watu wengine au kutaja majina. Hakuna mtu au hakuna mhubiri hata mmoja ambaye hataji majina ya watu, hayupo. Hawa tunaowataja kwenye Biblia, tukimtaja Petro, tukimtaja Yuda, tukimtaja Zakayo, tukimtaja Yesu, ni watu. Kwa hiyo kutaja jina isiwe kesi, kwa sababu tumetaja jina la mhubiri wako ambalo tumefafanua kitu fulani ambacho amefanya isivyo au kinyume na maandiko, inaanza kuwa kesi. Kwa nini mnataja majina? Hakuna kuhubiri ambako unaweza ukahubiri usitaje majina ya watu. Wala akina Yuda, tunasema Yuda alikuwa msaliti, Yuda alikuwa mshika mfuko wa sadaka. Yuda ni mtu, Petro ni mtu, Paulo ni mtu, Stefano ni mtu, Yesu ni mtu, Yohana ni mtu, Yakobo ni mtu. Hakuna mhubiri yeyote duniani ambaye anahubiri bila kutaja majina, isipokuwa inawezekana sisi, kwa kuwa tunahubiri kwa kutaja udhaifu alionao mtu na kufafanua kwamba alitakiwa afanye nini kilicho sahihi, basi inaonekana ni kama uongaji wetu au namna yetu ya kutaja majina ni namna ya kushambulia, lakini ukweli hauko hivyo. Ila kutaja majina, hakuna mhubiri ambaye hataji majina. Hoja ya pili ambayo yaendana na hiyo, kwamba nyie injili yenu mnashughulika na mambo ya watu wengine tu, mtahubiri injili lini? Yaani nyie kila siku ni kupita tu mitandaoni na kuangalia nani amekosea,
Tutahubiri injili lini? Biblia hii imeandikwa ili tupate kujifunza, yaliandikwa yapate kuwa mifano. Yaliyoandikwa wakati ule yanaongelewa. Yesu wakati anawaambia ole wenu waandishi na Mafarisayo, alikuwa anaongea na watu ambao wapo. Yesu hakuwa anasema imeandikwa, alikuwa anaongea na watu ambao wapo, alikuwa anawaonya watu ambao wapo. Kwa hiyo tunasoma visa vya Biblia, tunavifananisha na maisha ya kawaida, kwamba Yesu alipokuwepo aliwaambia Mafarisayo, ole wenu waandishi na Mafarisayo, mnafanya jambo moja, mbili, tatu. Leo hii niko mimi, hayupo Yesu. Niko mimi ambaye nimepewa wajibu ule ule aliokuwa nao Yesu. Mimi nalichukua lile jina la Yesu, nalitumia kuwaonya nilio nao leo. Kwa hiyo kuhubiri ni kuchukua yale yanayoendelea leo, kuchukua maisha yanayoendelea leo, yanayofanywa na uhubiri leo, kuyafananisha na aliyofanywa na Mafarisayo, kuyafananisha na aliyofanywa na viongozi wa dini. Kuhubiri ni kuchukua yale wanayofanya wafalme leo, kufananisha vile visa na visa vile, kwa sababu hakuna jipya chini ya jua. Matukio yote yanajirudia. Kwa sababu hiyo, manake mtu anachokifanya leo, kuna mtu alishawahi kufanya siku za nyuma, na njia rahisi ya kumuonya huyu mtu ndio tunachukua maandiko tunayasoma. Tukishasoma tunayatumia ile maandiko kumuonya yule mtu, acha ubaya huu, kwa sababu wenzako waliowahi kufanya ubaya huu walienda kutokea pale. Hakuna jipya chini ya jua. Ndivyo asemavyo Sulemani katika kitabu chake cha Mhubiri. Kwa hiyo kuhubiri ni kuchukua visa vilivyowahi kuweko, kuvifanisha na vilivyopo. Sasa unavifananisha lazima utaje wewe, kama ni Rais Samia, haya unayofanya ni kama aliyowahi kuyafanya mfalme fulani, alienda kutokea eneo fulani. Kuhubiri ni kutumia makosa au mazuri ya watu kufundishia watu wengine. Na ukweli ulivyo ni kwamba si wakati wote tu huo tunakosoa kweli. Kuna wakati mimi nitoa clip kumpongeza Askofu Mwamakula. Je, hapo napo niliongea makosa yake? Au tu ninyi ndio huwa mna focus kwenye makosa? Ukweli ni kwamba kuhubiri sio kuhubiri watu waliokufa. Kuhubiri sio kuwataja akina Petro, akina Yohana, akina Paulo. Hapana. Kuhubiri ni kuongea leo hiki kilichotokea. Unakifananisha na kisa kipi cha Biblia? Unafananisha na namna ipi kwenye Biblia? Kwa hiyo, kwa sababu hakuna jipya chini ya jua, tunatumia visa vilivyowahi kutokea kuwaonya wanadamu na kuambia kisa hiki kinafanana na kisa fulani kwenye Biblia ambacho ukiishi hivyo utaenda kutokea eneo fulani. Katika Mhubiri 1:9, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya, limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi? Lakini wanadamu wengi hawajui. Yani hivi leo ambavyo mawaziri, akina Rais Samia, sijui wahubiri wanafanya, wengi wao hawajui kwamba maisha wanayoishi leo ni maisha ambayo tayari waliwahi kuishi watu nyuma, na maisha haya yaliwapelekea watokee kwenye madhara ya namna moja au nyingine. Ni kwa sababu hiyo tunatumia Biblia sasa kuwaonyesha hivi unavyoishi, na kuwaonya, kuwaonyesha, yani kuwaonesha kwamba hivi unavyoishi ni kama huyu alivyoishi, na kuwaonya kwamba hivi unavyoishi utaenda kutokea pale. Sasa hapo tunapotaja hilo jina la mtu, hatumuhubiri yule mtu, tunaihubiri dunia nzima, ila kwa mfano. Tunahubiri kwa mfano. Ndio maana maandiko nikisomea hapa katika Timotheo, Paulo alivyokuwa anaongea na Timotheo, alikuwa anasema kwamba hebu jitengeni na watu ambao wanakuwa wanapotosha Injili, kwa sababu wao vinaweza vikawatokea vitu vigumu sana kutokana na maisha yao ya kuwa wanapotosha Injili na neno la Mungu.
Sasa katika kuwaonya hivyo wanadamu, alitaja majina ya watu, hakutaja majina ya vitu ambavyo havipo, alitaja majina ya watu. Kwa hiyo kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu, kuchukua yale wanaoishi watu leo, kufananisha na visa vya Biblia na kuwaonya kwamba hayo mnayoishi waliwahi kuishi watu, walienda kutokea eneo fulani, walienda kutokea kwenye maisha fulani ya laana, walienda kutokea kwenye maisha fulani mabaya sana. Wewe mwanadamu unaishi leo, ni vema unajua utaenda kutokea wapi. Wewe mwanadamu unaishi leo, ni vema unajua utaharibikiwa kiwango gani. Sasa wengi wenu, kwanza moja, tukitaja majina ndio na nyinyi mnasikiliza, naona huyu ameshamsema na huyu. Hatujamsema huyo, tumehubiria dunia nzima, kwa sababu na wewe umesikiliza, kwa sababu tumehubiri dunia nzima kwa kutumia mfano wa mtu. Hatuhubiri kwa kutumia mifano ya wazungu tu, sio akina Petro, Paulo. Akina Petro na Paulo tunawachukua, tunafananisha na maisha yako wewe leo naishije? Wewe leo unafanana na nani? Wewe unayefanana na Yuda. Wewe hatuwezi kukutolea mfano wa Petro au Paulo, wewe tutakutolea mfano wa Yuda, kwa sababu wewe unaendana sana na Yuda Iskariote. Sasa nataka nikujulishe, kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu. Unaonya watu. Sikia katika Petro wa pili 3, nianzie mstari wa 6. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Paulo anazungumza, anampa mahusia Timotheo 7, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile, sikia Paulo anavyoongea kwenye mstari wa 8, na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Maanake anafananisha Yane na Yambre walivyopingana na Musa na hawa tunaoishi nao leo wanavyopingana na ile kweli. Si unaelewa kwamba hapa kinafananishwa kisa kilichowahi kutokea na hali au visa vinavyotokea sasa? Huko ndo kuhubiri. Na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, ndivyo ambavyo mhubiri fulani, wewe fulani, unapingana na ile kweli ya Mungu. Sasa kutaja tu jina wewe fulani inakuwa inaonekana ni shida, lakini ukweli ni kwamba kuhubiri ni kushughulika na maisha ya watu, ni kutaja. Hakuna mhubiri ambaye ashughulike na maisha ya watu. Sijajua labda kama ugomvi ni kushughulika au kutaja majina ya watu ambao wako nje na kanisani kwako, ama ni kutaja majina ya watu ambao unakuwa unawaonya. Walivyopingana Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Sasa kama hiyo haitoshi, basi Paulo anaongelea kwenye hii Timotheo wa pili hii sura 4 mstari wa 9, anasema jitahidi kuja kwangu upesi. Mstari wa 10, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu wa sasa. Hili ni jina ametaja, maana Dema ameniacha. Sasa mkitaka tu tuseme maana wahubiri wengine wameacha Injili, lazima tutaje. Maana Mwamposa anauza mafuta. Mafuta sio neno la Mungu, hayamo kwenye Biblia kuyauza. Hata kama yameandikwa wapakeni watu, lakini mwapake bure, sio mwauzie. Mliopewa bure toeni bure. Kuuza ni utapeli, ni wizi. Kwa hiyo lazima tutaje maana Mwamposa, sio tutaje tu kwa mafungu. Hapana, tutaje jina la mtu. Lakini kama hiyo toshi, mstari wa 14 anasema Iskanda mvua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu. Ndio kama inavyokuwa nasema Andrew Kantimbo au Rais Samia au waziri fulani. Tunataja majina kwa sababu mtu aliyefanya baya fulani kwa mtu wa Mungu anatakiwa ajulikane kwa jina lake. Watu wamjue kwa jina, huyu kwa jina lake ana roho mbaya, ana moyo mbaya wa kujihadhari, ajihadhari na mtu huyo. Lakini mwisho nikienda kumalizia kwamba hivi nyie mnaona makosa tu ya watu, hamuoni mazuri. Ukweli ni kwamba si kweli wakati wote huwa tunakosoa. Kuna wakati huwa tunapongeza, lakini makosa ama dhambi zina madhara kuliko
kusifia. Ndio maana fuatilia mahubiri ya Yesu. Yesu hautamkuta hata eneo moja akiwa anawasifia wanafunzi wake. Petro, umefanya vizuri. Daima alikuwa anamwambia mjui roho mlionayo. Mara anamwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani ukikwazo. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ama makosa yanatakiwa yakemewe kwa nguvu zote, kwa kuwa ni kitu kina madhara kwenye maisha ya mwanadamu. Ni kitu kitapelekea aumie. Ni kitu kitapelekea yeye na ukoo wake na familia yake waibike. Ni kwa sababu hiyo basi huwa tunatumia nguvu kubwa kukemea au kukataza ubaya, kwa sababu ubaya unaharibu jamii. Na ni vema ujue kwamba yeyote ule, kama hawa akina Shushu mnaoona wanakumbatiana na watu ambao hawajulikani, yeyote ule anayeeneza falsafa yoyote ile mbaya pale haenezi kwa ajili yake. Ndio maana nyie mnatumia hii mitandao, mnatutaja kwa majina yetu, ila nyie hivyo mnavyotutaja kwa majina hamuoni shida, ila si tukiwataja kwa majina ndio shida. Sasa niwaambie kwamba makosa, madhambi zina madhara. Ndio maana tunakemeana wazi wazi mbele ya wote, ili na wengine waogope. Timotheo wa kwanza 5:20 anazungumzia kwamba wale wadumu kutenda dhambi wakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Lakini kama hiyo itoshi, basi katika Wagalatia 2 kuanzia mstari wa 11 pale Paulo alipoona Petro anakosea, alimkemea mbele ya wote, ili wengine waache kuendelea na unafiki au kuchukuliwa na unafiki huo wa Petro na kuvutwa, kushindwa kubaki kwenye kweli ya Injili. Makosa ya mtu mmoja yana uwezo wa kuikosesha dunia, yana uwezo wa kuwakosesha watu wengi, yana uwezo wa kuwadhuru watu wengi. Ndio maana tunatumia kosa la huyo mtu mmoja kuihubiria dunia nzima, kwamba kwa kosa la huyu wengine msije mkaiga. Huyu alichofanya, amefanya ushetani, amesambaza falsafa za kishetani. Hiyo sio Biblia, sio neno la Mungu. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani. Tengenezeni njia ya Bwana nyikani, yanyosheni mapito yake. Kwa Bwana mhukumu haki, yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Kila kilima na vilima vitashushwa, na kila bonde litainuliwa, na kila palipoparuzwa patasawazishwa. Hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Kila anayepotosha maandiko atanyoshwa. Kila anayepotosha neno la Mungu atanyoshwa. Haijalishi ni mwanasiasa, haijalishi ni kiongozi wa dini, atanyoshwa kwa jina lake, atanoshwa kwa nafasi yake, atatajwa, atafafanuliwa, litarudiwa jina lake, ili watu wajue ukubwa wa ubaya aliyofanya na wajitenge na ubaya wake, ili wasije wakaenda kutokea kwenye madhara. Sio tu jehanamu ya moto. Kabla ya jehanamu ya moto, dhambi itapelekea upate madhara. Yesu karibu kuja mlipa kila mtu sawa na kazi yake. Na sisi ambao tunataja majina ya watu, kweli tunakuwa kwenye hatari kubwa, ila pia tutapokea malipo na thawabu ya kuirekebisha dunia hii iliyooza. Bwana yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Hii ndio maana ya lile neno Maranatha. Siache kwenda kanisani. Leo ni Jumapili, usishinde nyumbani. Nenda kafanye ibada, nenda kaombe. Nenda kaombe uongozi wa Mungu, neema Mungu iongoze maisha yako, iongoze ujana wako, iongoze ubinti, iongoze ndoa. Yeyote unayenisikiliza, hata kama ukisikiliza Jumapili ikiwa imeshapita, lakini siache kwenda kanisani, siache kwenda kuabudu. Kuabudu ni kitu bora kuliko kitu kingine chochote ambacho unaweza kushughulika nacho kwa faida yoyote ya pesa utakayopata. Kuabudu hakufananishwi na hivyo. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Amen. Hii ni njia iliyo njema, kutembea katika utakatifu, haki na usawa. Lile usilopenda kutendewa wewe, usimtendee mwingine.